Wakati Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani, thamani ya mfuko ilikuwa trilioni 4.8 ile Machi 2021. Lakini mpaka kufikia Februari 28 mwaka huu 25, thamani ya mfuko imekuwa zaidi ya trilioni 9.2. Sasa hilo ni ongezeko la zaidi ya 92%. Kwa nini tumekuwa na ongezeko kubwa kiasi hiki katika miaka minne, na ukizingatia kwamba NSSF imekuwepo muda mwingi tangu enzi hizo ikiitwa NPF tangu mwaka 64. Moja ni hilo ambalo limeeleza sera nzuri za uwekezaji ambazo zimevutia sana wawekezaji. Tumesajili wanachama zaidi ya milioni 1, na kuwa specific katika kipindi hiki cha miaka minne mpaka 28 Februari mwaka huu tumesajili wanachama milioni 1,052,176. Na hilo sasa limepelekea ongezeko la michango. Katika kipindi cha miaka minne hii tumekuwa na michango ya jumla ya shilingi trilioni 6.99. Ni takriban trilioni 7 hizo. Sasa ukiangalia zile hesabu zetu za ukaguzi zilizokuwa audited na CAG, utaona hiki ninachosema ni maana gani. Kwa sababu katika mwaka kwa mfano wa 21-22 tuliweza kukusanya makusanyo ya trilioni 1.4, lakini mwaka uliofuata 22-23 tukakusanya trilioni 1.7. Mwaka wa 23-24 tumekusanya trilioni 1.9. Unaona jinsi ambavyo makusanyo yameongezeka, lakini hiyo inaendana sambamba na ongezeko la michango na wanachama mfuko. Moja ya kipaumbele ambacho tumeweka sisi wana NSSF ni katika kuhakikisha kwamba tunaboresha huduma zetu hasa kwa kutumia TEHAMA, na hilo linafanyika kote. TEHAMA imekuwa ni nyenzo ambayo inasaidia sana katika kuboresha huduma. Ule mwaka 21 pale ambapo Mheshimiwa Rais Samia aliingia madarakani, matumizi ya TEHAMA yalikuwa ni 48%. Lakini tunavyoongea sasa mpaka Februari, matumizi ya TEHAMA yamefikia 87.5. Na tunataka mwishoni mwa mwaka huu tuwe tumefikia 100%. Zile huduma zote ambazo tumeziamaki ziwe automated, tutumie TEHAMA, basi tutatumia TEHAMA. Na katika kuboresha huduma, ukiacha matumizi ya TEHAMA ambayo yametusaidia moja kwa moja, lakini pia kuna swala zito hili la ulipaji wa mafao, shughuli yetu ya msingi. Kama unavyofahamu, NSSF na mifuko ya pensheni, jukumu lake la msingi kwa ukiacha mengine haya ambayo tunazungumzia, mwisho wa siku ni kulipa haya mafao. Tumeweza sana kisheria, tunatakiwa kulipa mstaafu siku 60 baada ya kuwa ametoka kazini. Lakini sisi wenyewe ndani kwa kutoa kipaumbele katika jambo hili la huduma kwa mteja, kupitia ile Client Charter tumeweka siku 30. Nimeangalia katika kumbukumbu zetu za mwaka huu wa fedha ambao ulianza Julai mwaka jana mpaka Februari mwaka huu 25. Tuna wastani wa siku 22 za kumlipa mteja pale ambapo anastaafu. Na kwa kweli lengo ni kwenda kwenye siku moja. Nataka mteja akistaafu leo basi kesho alipwe. Kwa hiyo pamoja na sheria kutaka tulipe ndani ya siku 60, lakini tumepunguza mpaka kufikia siku 22, na mwelekeo sasa ni kupunguza mpaka kufikia siku moja. Hayo tutafanya kwa sababu ni moja malengo yetu, na tunaweka mikakati ya kuhakikisha kwamba yote hayo yanatekelezeka. Kiwanda cha sukari cha Mkulazi, wote hapa ni mashuhuda. Mwaka jana tarehe 7 Agosti Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alizindua rasmi kiwanda kile. Kiwanda kile kinamilikiwa na NSSF kwa 96% na wenzetu wa magereza kwa 4%. Tumekuwa na mafanikio makubwa katika kuanzisha kiwanda kile kwa sababu performance yake katika mwaka huu wa kwanza wa operation ilikuwa nzuri. Katika mwaka huu wa kwanza tumeweza kuzalisha tani za sukari takriban 20,020, na ndio ilikuwa malengo yetu, just below ile 20,020 za sukari. Lengo actually kiwanda kile kikiwa kwenye full operation ni kuwa na tani za sukari 50,000, na hiyo tutaiweza kuifikia katika miaka mitatu. Lakini ukiacha hilo, pengine cha muhimu kabisa pia ni ajira ambazo zimeendana na kiwanda kile. Kiwanda kile tunatarajia kwamba kiko kwenye full swing, basi kutakuwa na ajira zaidi ya 11,315. 2,315 zikiwa za moja kwa moja, lakini zaidi ya ajira 9,000 zikiwa ni indirect. Sasa yote hayo yanaleta mafanikio katika uchumi kwa sababu hali za wananchi zinaimarika, lakini pia mfuko unapata nafasi ya kuendelea kukua kupitia kiwanda hiki.